Nifanye nini tena? Natakiwa nitumie njia gani kumpata mke wangu? Kama njia zote nimeshatumia na sijampata mke wangu. Kwenye vyombo vyote vya dola nimekwenda. Nimemtafuta kwa ndugu zake wa karibu, rafiki na watu wanaomzunguka. Lakini nimeshindwa kabisa kumpata mke wangu. Kikweli niko dilema. Sielewi. Niko njia panda. Nitafanyaje tena? Nitumie njia gani? Naumia kiukweli. Kaka samahani. Bila samahani. Mimi kuna mtu namtafuta. Mke wangu. Aha. Yaani ninamtafuta mke wangu. Kwa hiyo nimehangaika kila kona, kila sehemu, chocho, kona zote, lakini mke wangu simpati. Na sijamuona mahali popote pale. Hivyo nimekuwa nahangaika, nauliza kila mtu ninayekutana naye, pengine anayemjua ataniambia yuko wapi. Kwanza pole sana ndugu yangu. Lakini pia huyo mkeo unayemuulizia mimi simjui. Kaka, kwani wewe haukai mitaa hii? Mimi ni mwenyeji. Lakini kumjua mtu maana anakutana na watu wengi. Sasa kumfahamu huyo mkeo ndipo itakapoleta shida. Ungenionyesha kama una picha ili nimwangalie. Okay sawa. Wewe. Sijawahi kuiona hiyo sura. Mimi ni mwenyeji sana hapa mtaani. Lakini kwa sura hii sijawahi kukutana nayo kabisa. Okay sawa. Na mimi nikuombe kitu kimoja. Ninakuomba kwa sababu tayari nimeshakuonesha sura ya mke wangu alivyo. Pengine ukimwona sehemu yoyote ile. Mimi sikai mbali na mahali hapa tumekutana.
na kama mtaa fulani pale nyuma kuna banda la mpira. Kwa hiyo ukifika ile mitaa ulizia kwa mke wa Mkude ni wapi. Bwana sawa. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Endapo kama nitakutana naye, basi sita kumleta kwako. Basi sawa. Endapo nitabahatika kumuona huyo mkeo, basi mimi nitamleta nyumbani. Kwa sababu wewe Mkude si wako sio ngeni. Kweli wewe ni aliwatani hapa. Kwa hiyo nitamleta. Ondoa shaka. Nitashukuru sana. Nitashukuru mno. Sawa. Bwana, kitu kimoja ambacho nataka kukwambia. Usikate tamaa. Kwa sababu huyo ni mkeo. Endelea kuzunguka, unaweza kubahatika kukutana naye. Okay, sawa. Nashukuru ndugu. Pole sana. Nashukuru sana. Aya, kesho ndakupitia tunike shule. Aya, sawa. Swaumu kesho uniletee madaftari yao. Hamna shida ya kuletea. Ilala.
Kaka. Bwana. Salama lakini. Vipi ndugu yangu? Kuna tatizo? Hapana ndugu yangu. Hakuna shida. Niambie lakini. Fresh tu, lakini kitambo kaka, onekani hata kama majukumu ndio hivyo mwanangu, atuonani mtaani kweli? Nipo ndugu yangu tu, mihangaiko tu. Unajua tena sisi wanaume kila kukicha tunatoka. Basi sawa. Sasa tena bora hata nimekuona, kwa sababu najua wewe nikikuona ninaweza nikapata ufumbuzi wa tatizo langu. Shida yangu ni kwamba namtafuta mke wangu kaka. Yaani hii ni wiki ya pili mke wangu simuoni. Piga simu kwa ndugu zake nyumbani kule, hakuna anayesema yupo kule. Marafiki zake wa karibu hakuna anayefahamu alipo. Ila nilipokuona, kwa sababu wewe ni mtu wa mizururu afu ni mtu wa mtaani, pengine unaweza kuwa unajua chocho ambayo mke wangu umemwona. Kwa shida yangu kubwa ni kumpata mke wangu na sijui alipo kaka. Hebu niambie, pengine wewe unajua alipo. Kiukweli ndugu yangu mimi, yani shemeji sijaonana naye na muda mrefu. Umeona? Maana kama unavyonijua mimi ndugu yako, nikiamuka kwenye mishemishe zangu, sina sehemu nyingine ya kwenda. Ila usijali kwa hilo, kwa sababu mshanitaarifu ndugu yangu. Kama nitakutana naye, nitamueleza kuwa ndugu yangu anakutafuta. Ndugu yangu. Basi sawa kaka. Mimi nategemea kwa sababu nimekuona unaweza kunisaidia kufumbua hili tatizo. Nahangaika sana ndugu yako. Nahangaika mno. Yaani hapo unavyoniona nimetembea mpaka sielewi naenda wapi. Mitaa yote nimemaliza. Kwa hiyo popote utakapomuona wewe, popote pale, si mmoja tu kaka. Mimi nitafika na nitamchukua mke wangu. Kwa hilo kabisa mimi nakushauri ondoa shaka. Yaani ondoa shaka kabisa. Limekwisha. Nitalifanyia kazi kama ulivyoniambia mimi ndugu yako. Yaani nikimuona tu nitamueleza. Kwa sababu mwenyewe kwa naelekea kwenye mishemishe zangu. Kwa hiyo ondoa shaka kabisa. Basi sawa kaka, haina shida. Vipi? Mbona unanifuatilia? Ni kweli kaka. Nilikuwa nakufuatilia lakini sio kwa lengo baya. Unajua siku ile nilikuja pale nyumbani kwa ajili ya yale makubaliano yetu kwa ajili ya kutupa sisi msaada. Umeona? Lakini kwa bahati mbaya sasa shemeji alinizuia. Na ndio maana nikashindwa kuongea na wewe. Ni sawa. Pole kwa changamoto. Lakini hata mimi sipendezi na kitendo ambacho anakifanya mke wangu. Kuwazuia watu ambao wanahitaji msaada kwangu. Ikiwa huu uwezo nimepewa ili niweze kuwasaidia wanyonge na watu ambao wanahitaji msaada. Hivyo kuna namna tunaweza tukafanya na ikawa sahihi bila yeye kujua. Njia gani kaka? Kuna mahali nahitaji mimi na wewe tukutane. Lakini uniahidi kwamba utakuja peke yako. Asiwepo mtu yeyote yule ambaye atafika eneo hilo. Ni sawa kaka. Sasa tutakutania wapi ili tuweze kufanya jambo letu? Hapa naitwa Nyabenda Mlopwao. Pembeni kidogo na Mgomba. Lakini ni msitu wa Shemaonge.
eneo hilo utafika bila kukosa, na ukiwa peke yako. Ilala.